anaitwa Souleymane Fofana, mchezaji wa kimataifa wa Ivory Coast ambaye hivi sasa ndio habari kubwa kule nchini Ivory Coast katika ligi kuu yao. Ni kijana ambaye amezaliwa tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka 2006. Kwa lugha nyingine, hivi sasa ndio kwanza ana miaka 19 tangu kuzaliwa kwake. Souleymane Fofana urefu wake ni futi 5 na inchi 8 na ndiye anayeongoza hivi sasa kwa mabao kule nchini Ivory Coast katika ligi kuu yao. Guu lake lenye nguvu zaidi la kulia, lakini huweza pia kutumia mguu wa kushoto vizuri tu katika kufunga, na ameshafunga mabao kwa mguu huo. Mzuri katika kupigania mipira ya vichwa, anacheza kama nambari 10 ambaye hata hivyo cheza yake anakwenda kushoto kulia, ana drop deep, anarudi kati kwa ajili ya kupigania mipira. Mwili wake tunasema body morphology humwezesha kuwa anashiriki mapambano ya mipira kwa uzuri sana. Lakini sifa yake nyingine, ana kasi haswa. Matokeo yake mpaka sasa katika ligi kuu ya Ivory Coast ambako timu yake ya ASEC Mimosas ingali ikiongoza ligi baada ya kucheza mechi 21, ina point 43, lakini imefunga mabao 37, imeruhusu mabao 18. Yeye gongoni jezi nambari 33 ameshafunga mabao 11, lakini ameshatoa assist 5. Kwa lugha nyingine, ameshachangia mabao 16 kati ya mabao haya 37 yaliyofungwa na ASEC Mimosas mpaka sasa katika ligi kuu ya Ivory Coast ambayo ina timu 16, mechi huchezwa 30. Bado mechi 9 kwao kukamilisha ligi, lakini tayari wanaongoza wakiwa na mabao hayo, yeye akichangia mabao 16. Mabao haya 16 kati ya mabao 37 yaliyofungwa na timu yake mpaka sasa, ukizidisha kwa 100 ili uone ile tunasema goal contributions ya huyu kijana Fofana Souleymane, unagundua ni around 43% ya goal contributions. Na ufungaji wake pia mpaka kwenye mipira ya kutenga yuko vizuri, kwamba amekuwa gumzo. Timu nyingi zimekuwa zimeanza kuhusishwa naye wakati msimu ndio bado kabisa kwa Ivory Coast, kwa sababu ndio kwanza wao wamecheza mechi 21, bado mechi 9 ili kukamilisha ligi, lakini tayari timu nyingi zinahusishwa. Mojawapo ni wananchi Yanga ambao hivi sasa taarifa zinaeleza kwamba hawajataka kuchelewa na kufukuzia saini ya mchezaji huyu ili msimu utakapokamilika basi yeye awe miongoni mwa nyota wapya kwa kikosi cha wananchi Yanga. Na kwa sababu ucheza nyuma mshambuliaji kinara, maana yake ni namba 10. Maana yake ni kwamba wachezaji wanaopaswa kukaza buti hivi sasa ndani ya Yanga, hasa wale wa kigeni kwenye nafasi hiyo, ni pamoja na Alan Okello, Starboy mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda, lakini pia Buba Jammeh mchezaji wa kimataifa kutoka Gambia, ambao kama wasipokaza buti basi miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza kawa wanatishia nafasi zao ni pamoja na huyu Souleymane Fofana. Ni mpambanaji haswa na cheza yake sio lele mama, ana kasi, mashuti, na tayari ndiye anaibeba timu ya ASEC Mimosas mpaka sasa inayoongozwa na kocha Fabrice Asamoah Nguessan ambaye amechukua nafasi ya kocha Julia Chevalier alikuwa akiongoza kwa misimu kadhaa hapo kabla. Na cheza yake ASEC Mimosas ambako inamfanya Fofana na ngara sana ni kwamba baada ya golikipa wanapanga walinzi 4, halafu kunakuwa na viungo 3, washambuliaji 3. Kwenye viungo 3 hawa ndipo yeye anapopatikana Souleymane Fofana, kwa maana kwamba mbele wanakuwa na Bakari ambaye ndiye mshambuliaji kinara mgongoni nambari 9, halafu kwa kushoto kunakuwa na Ibrahim Dosso, yeye mgongoni nambari 32, inafahamika wazi. Upande wa kulia anapatikana Bamba Suhalio ambaye yeye mgongoni nambari 38. Halafu hapa ndipo unamkuta Souleymane Fofana, yeye mgongoni nambari 33. Nyuma yake ndipo unaweza ukawakuta wachezaji kama Maiga anakuepo hapo. Katika wale viungo 3 wanaokuepo pamoja na Fofana, wengine ni Maiga, halafu mwingine ni Sako wanakuepo hapo. Lakini kwenye kucheza kwao wanaposhambulia, wakati mshambuliaji kinara akienda mbele, wengine hao wakishambulia kutokea pembeni, na hasa kwenye maeneo yale tunasema kwenye half space kati ya beki wakati wa timu pinzani na beki wa kulia ama kushoto, kwa maana ya Dosso, lakini pamoja na Bamba, yeye anakuwa chezi mbali nyuma ya mshambuliaji kinara. Mipira ya pili kuitumia vizuri, ana uwezo wa kupiga chenga, ana kasi na kulazimisha mambo, lakini wakati mwingine yeye mipira ya vichwa pia yuko vizuri. Kwenye mechi iliyopita kwa mfano
Katika mechi moja hapo hivi karibuni walicheza dhidi ya Seoul, walishinda mabao 3-2 wakicheza nyumbani. Yeye alifunga mabao 2. La kwanza kilipiga kwa mpira wa kutenga, shuti la mguu wa kulia kama uonavyo hapo, linakwenda moja kwa moja wavuni, lakini akaja kufunga goli la pili ambalo kwake la pili, lakini kwa timu ilikuwa la tatu na la ushindi, baada ya kuibia nafasi vizuri. Anajua pa kusimama na kuweka mpira wavuni. Matokeo yake ndiye nyota ambaye sio tu anaongoza kwa upachikaji mabao kwenye klabu ya ASEC Mimosas, lakini pia ligi kuu ya Ivory Coast mpaka sasa. Yeye ndiye mchezaji mwenye mabao mengi kuliko mchezaji mwingine yeyote ndani ya ASEC. Mwenzake Ibrahim Dosso ana mabao 6 na assist 4. Wako kwenye kiwango kizuri. Ni kweli Yanga watafanikisha mbio za kumpata Souleymane Fofana ambaye anafukuziwa na timu nyingi, na hasa kwa kuzingatia kwamba umri wake wa miaka 19 unamfanya awe na soko zuri hata nje ya bara la Afrika. Hilo ni swala la kusubiri. Na atakapotua, je, Alan Okello, Buba Jammeh ama wachezaji wengine wa nafasi za kiungo cha ushambuliaji wa Yanga watakuwa na hatima gani pindi kijana huyu Souleymane Fofana atakapotua ndani ya Yanga? Maana tunatambua kwenye kiungo cha ushambuliaji Yanga wana wachezaji wengi. Ukiachana na Alan Okello, ukiachana na Buba Jammeh, wapo kina Peudo Pacome Zouzoua, fundi mwenyewe, lakini wapo kina Maxime Pia Zengeli. Ni miongoni mwa wachezaji wa kigeni wanaopatikana katika maeneo haya. Yupo Lassine Kouma. Wote hawa watapaswa wafanye ziada kuhakikisha kwamba wanalinda nafasi zao, kwa sababu hii taarifa inayohusisha Yanga na Souleymane Fofana inaweza ikawa tishio kwao, kwa mustakabali wao ndani ya klabu ya wananchi Yanga. Na atakapotua akiungana na hao waliopo, Yanga itakuwa tishio kwa kiasi gani? Maana anafunga haswa. Dube anafunga, Depo anafunga, Pacome anafunga, Maxi anafunga, Mudathir Abbas kiungo wa ukabaji wanaposhambulia naye anakuwa juu kama nyuma ya mshambuliaji kinara anafunga. Yanga itakuwa tishio kwa kiasi gani? Na changamoto ni kwamba wapo wachezaji waliofanya vizuri Ivory Coast wakaja nchini, matarajio yakawa tofauti. Mmoja wapo ametoka katika ligi kuu ya Ivory Coast hivi karibuni, mwanzoni mwa msimu alikuwepo ndani ya Yanga akiwa anatoka kule, akitajwa na baadhi ya vyanzo kwamba ni MVP, mchezaji bora katika ligi kuu ya Ivory Coast. Hapa nazungumzia Celestine Ekwa, aling'ara sana katika ligi kuu ya Ivory Coast, baadhi ya vyanzo vikimtaja kwa miongoni mwa wachezaji bora wa msimu kule Ivory Coast. Lakini akiwa ndani ya Yanga hakufurukuta. Matokeo yake wakati wa usajili wa dirisha dogo wamelazimika kumwacha. Hivi sasa yupo JS Kabylie ya kule nchini Algeria. Kwa hiyo kama Fofana anakuja kutoa kweli Yanga, basi miongoni mwa changamoto ni kuona kwamba anaendeleza kile anachokifanya sasa Ivory Coast, kwa sababu wapo ambao wametua wamefanya tofauti, lakini wapo ambao wametoka katika ligi kuu ya Ivory Coast wametua nchini wanafanya vizuri. Peudo Pacome Zouzoua ni mmoja wapo. Je, itakuwa vipi? Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.